Jina langu naitwa Salum Rashid Salum. Ni miongoni mwa walimu wa muda mrefu tu katika shule hii ya Legeza Mwendo Sekondari. Karibuni miaka 17 nilikuwepo hapa kwenye shule hii, ingawa kwa sasa nimeondoka kama kawaida ya utumishi ulipo, niko katika shule nyingine, lakini bado ni miongoni mwa walimu ambao wamewaasisi vijana wetu hawa ambao wameandaa jambo lao hili la kheri. Kwa hivyo na wao wameona si vibaya basi na mimi hata kwa vile nimeondoka Legeza Mwendo waweze kuja kunishirikisha katika jambo lao hili la kheri. Kwanza nakupongeza kwa uteuzi wako kuteuliwa kuwa mwalimu mkuu. Je, unawasia nini vijana ambao wamejitokeza kwa wingi kupitia hafla hii? Unawasia nini? Kwanza niwapongeze kwa jambo zuri hili ambalo wamelifanya. Moja miongoni mwa mambo ambayo yamehimizwa sana na Mtume SAW ni kuwafurahisha watoto mayatima. Sawa, kwa hivyo hapa wanafurahisha watoto mayatima, lakini hata ikiwa si yatima, ile kumfutarisha muumini au Muislamu mwenzako kwa hata ile tende moja kwa moja ile ya tende, basi malipo yake ni makubwa sana. Mtume SAW anasema mwenye kumfutarisha muumini mwenzake, basi miongoni mwa fadhila anazozipata ni sawa sawa na yule ambaye amefunga bila yeye kupunguziwa chochote katika kile ambacho anatarajiwa kukipata. Kwa hivyo niwapongeze vijana kwa kufanya jambo hili la kheri, na inshallah Mwenyezi Mungu awape moyo na nguvu wa kuweza kuliendeleza jambo hili, kwa sababu ni miongoni mwa mambo ambayo yatapelekea kupata radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Hassan Hashim Ghulam Hussein. Mimi miongoni mwa wanafunzi waliohitimu katika shule hii, waliomaliza katika shule ya Mwendo, na pia ni miongoni mwa kamati ya hii shughuli ambayo ipo katika siku hii ya leo, kwa maana shughuli ya iftar. Na tunalifanya jambo hili kwa lengo kubwa, kwanza kutafuta radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala, na yote mwenye kutafuta radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi huyo hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala amemwandalia jambo lililo zuri na lenye kheri. Lakini pili, tulifanya jambo hili ili kuweka umoja na mshikamano baina yetu. Na vipi tutaweka umoja na mshikamano baina yetu? Tutaweka umoja huu na baina yetu kwa sababu kuna miongoni mwa wenzetu ambao hawa leo tumewaandalia watoto hawa hii iftar. Tumehusisha miongoni mwa watu mayatima, maskini na wale ambao hali zao kidogo duni, ili kuweka katika nafsi zao kitu ambacho kitawafanya wao wajihisi kuwa na wao ni miongoni mwa waliothaminika. Wasijione kuwa na wao ni miongoni mwa watu ambao hawana nafasi. Wathaminike, jamii iwaelewe, jamii iwathamini, na vile vile na wao wajihisi nafsi zao kwamba na wao wanahusika katika kila aina ya harakati. Na vile vile tumelifanya jambo hili kwa lengo la kuweka mshikamano, umoja baina yetu, na vile vile kuendeleza mwendelezo ulio mzuri katika jamii yetu, vile vile la kushajihisha kwa wenzangu wengi au waliokuwa mbali na taasisi hii, na wao wajichanganye katika habari kama hizi au katika masuala kama haya, ili wasikose zile kheri ambazo zinapatikana ndani yake, na vile vile wawe na mioyo ya kutoa, kwa sababu kutoa si utajiri, kutoa ni moyo, na kutoa ndo kunajenga mapenzi baina yetu, na kutoa kunatengeneza mshikamano ulio bora, na hawa wengine wote watakuja kuona mwisho wa siku kwamba kumbe hili jambo lina thamani kubwa, ina kheri kubwa, na ndio maana linafanyika jambo hili. Hivyo tunawashajihisha walio mbali wasogee kwa pamoja na sisi, na waliokuwa mbali na taasisi nyingine vile vile na wao wajishajihishe swala hili. Kutoa ni kheri, kutoa kunafungua milango ya kheri, na kutoa kunatengeneza kila aina ya kheri mbali mbali. Hivyo hatuna la kusema, sababu tunasema walioko mbali wasogee karibu, na waliokuwa hawajaanzisha taasisi kama hii au cabinet kama hizi au shughuli kama hizi, na wao tunawataka kwa kuwaomba wajisajili katika sehemu kama hizi au waanzishe programu kama hii, au hata kama watakuja katika hii taasisi yetu, basi pia tutawapokea inshallah kuungana nao, kwa sababu mkono kwa mkono hadi peponi.